Leo tunaingia kwenye somo la haki, kufahamu haki zitokazo kwa Bwana Mungu. Wapendwa wasikilizaji wa Ushuani Media, somo lililopita tulijifunza juu ya ahadi, lakini leo tunakwenda kwenye haki. Ahadi ndiyo inayosababisha haki itendeke, kwa maana mtu asionekane muongo katika ahadi. Kwa hiyo akitimiliza ahadi inakuwa haki, na ile haki inamfanya mtu awe na furaha. Kwa nini mtu awe na furaha? Ni kwa sababu ukipokea haki, ukishapokea haki, basi haki ile inakufanya wewe uone ubora wa kuahidiwa. Kwa hiyo haki inatupatia moja kwa moja nafasi ya kufurahia kile ambacho tumepokea kutokana na ahadi tuliyokuwa tumepewa. Hebu tuangalie tatizo hili mitume wanavyosema. Mitume wanasema hivi, tukianza na mtume Petro ambaye aliteuliwa na Yesu. Katika kitabu hiki cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari ule wa 17 anasema, basi sasa ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Lakini mambo yale aliyoyahubiri Mungu tangu zamani kwa vinywa vya manabii wake wote, ya kwamba Kristo wake atateswa, ameyatimiza hivyo. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu aliyewekewa tangu zamani, ambaye ilipasa kupokelewa mbinguni hata zije zamani za kufanywa upya vitu vyote, zilizonenwa na Mungu kwa kinywa cha manabii wake watakatifu tokea mwanzo wa ulimwengu. Tunaona Mungu alichokifanya, kwamba ahadi zilikuwepo, lakini haki inaletwa na yeye ambaye Yesu ametajwa hapa katika maandiko, ambayo mtume Paulo anawaambia, kwa kutokujua kwa wakuu, kwa kutokujua walitenda. Hawakujua kama wanamtesa mwenye haki zao zote kwa taifa la Israeli. Lakini hata hivyo utakutana na mtu mwingine, mtume Paulo, naye anazungumza maneno hayo hayo. Matendo ya Mitume sura ile ya 13 anasema juu ya kutokujua. Matendo ya Mitume sura hii ya 13, somo letu linahusu haki. Sura ya 13 mstari ule wa 27 inasema hivi, kwa maana wakao Yerusalemu na wakuu wao, kwa kuwa hawakumjua yeye, wala maneno ya manabii yanayosomwa kila Sabato, wameyatimiza kwa kumhukumu. Na ijapokuwa hawakuona sababu ya kumufisha, hapa inasema wakamwomba Pilato auawe. Mstari wa 20 narudia, na ijapokuwa hawakuona sababu ya kumufisha, wakamwomba Pilato auawe. Auawe nani? Yesu. Hii yote inatuonyesha jinsi ambavyo kwa kutokujua unaweza kufanya kitu ambacho kitakuletea hasara wakati ulikuwa unategemea kupata haki. Mstari huu wa 28 umekwisha kutueleza namna hii, unatueleza maneno haya, lakini ukitaka kuenda vizuri uyasome maneno haya ambayo yanakwenda mpaka mstari ule wa 34, ambayo yanamalizika kwa kusema hivi, yameandikwa na mtume Paulo wakati
hutubia kusema, hata walipokwisha kumaliza yote aliyoandikiwa, wakamteremsha katika ule mti, wakamweka kaburini, lakini Mungu akamfufua katika wafu. Akaonekana siku nyingi na wale waliopanda naye kutoka Galilaya hata Yerusalemu, ambao sasa ndio walio mashahidi wake mbele ya watu. Na sisi tunawahubiri habari njema ya ahadi ile waliopewa mababa, ya kwamba Mungu amewatimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Tena ya kuwa alimfufua katika wafu, asipate kurudia uharibifu. Imenena hivi, nitawapa ninyi mambo matakatifu ya Daudi yaliyo amini. Kuna mambo ya Daudi yaliyokuwa amini, yani ya kweli. Kwa hiyo yamechukuliwa na mambo yote Daudi aliyoambiwa, kwa sababu katika kusoma neno tunakuta Daudi alimpendeza Bwana Mungu, na Mungu alikuwa anatoa majibu kwa wale ambao amependezwa nao. Aliwapa majibu kwa sababu amewachagua kuwatuma. Kwa nini anatajwa Daudi? Kuna mtangulizi aliyetangulia ambaye alikuwa anaitwa mfalme Sauli. Sauli hakutenda yanayompendeza Mungu, lakini aliwekwa kwa sababu ilionekana ya kwamba Israeli walikuwa wanamtaka mtu ambaye ataamua katika mambo ya kifalme kama mataifa mengine ambayo hawakuwa wamechaguliwa na Mungu. Walichaguliwa kwa matakwa ya wananchi wao, wakachagua wafalme. Hatimaye Sauli alitenda mambo mabaya yasiyofaa, lakini Daudi alitengwa na Mungu ili achukue nafasi ya Sauli aliyefanya uharibifu katika kuwaongoza taifa la Israeli, kwa sababu alijiunganisha kutoa sadaka kwa miungu, kujenga majengo ya sanamu, akiwafurahisha wake zake. Katika mambo hayo alimkosea Mungu mno. Alitoa sadaka, alijiunganisha, kwa hiyo ikahesabika amezini, amefanya uzinifu, kwa kuwa alionekana kama anamwamini Mungu huku akiwa anaamini miungu pia ya wake zake. Kwa hiyo ikaitwa alizini, alikwenda kuzini na wake zake. Kuzini kwake ni tendo la kutoa sadaka kwa madhabahu za miungu. Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo haki inapotaka kutendeka ni pale mtu ameshika kweli yote Mungu aliyoiagiza. Basi kwa namna hii sisi tutapataje kupona ikiwa haki yetu hatuijui inakotokea? Haki yetu inatokea katika Kristo Yesu Bwana. Huyu ndiye ameshikilia haki zetu, hakuna mwingine ambaye ameshikilia haki zetu. Yesu ameahidi haki tunayopata. Haki tunayopata mara tunapomwamini, tunapata ahadi ya kwamba sisi tumekuwa watoto wa Mungu, na nafsi zetu zinahesabika, hazitakufa kamwe, zitaishi milele. Kwa maana tukivaa mwili mpya, hakuna kaburi tena litakaloonekana kwa mtu anayeitwa mtakatifu. Kwa sababu gani? Miili yetu itaondoshwa, alafu tutavaa miili mipya ambayo tutaishi ndani ya miili mipya ambayo Bwana Mungu amekwisha kuiandaa kwa ajili ya wote wanaompokea Yesu kuwa ni Bwana. Nini ambayo inatupa haki? Kwanza ni lazima upokee neno la Kristo Yesu Bwana, ya kwamba limehubiriwa kwa usahihi ili wewe upate kupona. Unaweza kuona, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno la Kristo lihubiriwe kwa usahihi. Walio wengi sasa hivi wanahubiriwa kwa maneno ya watu wengine. Wengine wamesema wakati wa Yesu umepita, haupo tena. Lakini Yesu ndiye aliyechagua akasema, enendeni ulimwenguni mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe, habari njema ya ufufuo kutoka kwa wafu.
na uzima unaopatikana katika nguvu ya damu yake iliyomwagika msalabani, kwa sababu ni mambo yaliyokuwa yaliratibiwa kwa ajili ya wote watakaoamini ya kwamba tunaenda kuondolewa dhambi zetu kupitia damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika yeye tumepata chakula cha uzima. Katika yeye tumepata kinywaji cha uzima. Mkate unaoweza kuutumia baada ya kumkiri Yesu kuwa ni Bwana na kuamini ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu. Ule mkate unaoutumia ni chakula cha kweli, kwamba umeunganishwa na mwili wa Kristo. Na ile damu unayoitumia katika madhabahu yako ni ile inayotuunganisha ya kwamba sisi tu watoto wa Mungu, kwa sababu tumesamehewa dhambi zetu zimeondolewa na kuchukuliwa na nguvu ya damu na kutupa nje kabisa dhambi zetu zote. Kwa hiyo hatuna tena kueleza ya kwamba sisi sio wenye haki. Sisi tumepata haki kwa sababu tunahesabika ni watakatifu wa Mungu. Lakini ni ajabu, kiongozi unaweza ukasimama ukasema sisi wote ni wenye dhambi. Utakuwa mwenye dhambi wewe unayeongea, ikiwa huna hakika na wokovu tunaoupata wa ukombozi katika nguvu ya damu. Kwa hiyo ni vizuri kuangalia maneno tutakayotumia katika madhabahu, mahali ambapo watoto wa Mungu tumekaa tayari kwa kusikiliza kweli ya Mungu, na wakati huo tumekuja na shukrani zetu, halafu tukaenda kutoa huku tunahesabika ni wenye dhambi. Kwa kweli tunatendewa lililo baya. Tunaweza kumwangalia mtu mmoja ambaye alionya watu waliokuwa wanatenda dhambi pasipo kujua. Mwamuzi anayeitwa Samueli. Samueli alitoa angalizo kwa wana wa Israeli. Walikuwa wametenda dhambi kwa maneno yao. Viongozi wao walikuwa wamewapeleka katika njia isiyofaa, lakini hawakujua kama wako kinyume na Mungu. Lakini Mungu alipomtuma Samueli aliwaendea, akawaombea, akawaambia kazi yake si kuwahukumu, lakini anafanya juhudi juu chini kuweza kuwaombea. Na ndivyo tulivyo sisi ambao tunaamini kwamba dhambi iliondolewa mara moja kwa nguvu ya damu ya Yesu. Hatuko kwa ajili ya kuwahukumu, lakini tunasikitishwa mno ndani ya mioyo yetu tunaposikia kiongozi aliyeko mbele yetu, tukiamini kwamba amekwisha kukombolewa na hana dhambi, anaposema na yeye ni mwenye dhambi. Inakuwa ni vigumu sana kuwapa faraja tena na matumaini ya watu kwamba ni wenye haki. Kwa nini? Aliye na dhambi hana haki tena, amerudishwa gizani, hayuko kwenye nuru, yuko nje na nuru. Hebu sikia Samueli alivyosema. Akasema katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 12 mstari naanzia 20 mpaka mstari ambao tutakwenda kuishia, nitasoma mpaka 25. Anasema, Samueli akawaambia, msiogope, ni kweli mumetenda uovu huu wote, lakini msigeuke na kuacha kumfuata Bwana, bali mtumikieni Bwana kwa mioyo yenu yote, wala msigeuke upande, maana kufuata vitu vya ubatili visivyoweza kusaidia wala kuokoa, kwa kuwa havifai kitu. Maana Bwana hata waacha watu wake kwa ajili ya jina lake kuu, kwa kuwa imempendeza Bwana kuwafanya ninyi kuwa watu wake mwenyewe. Walakini mimi hasha, nisimtende Bwana dhambi kwa kuacha kuwaombea ninyi, lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema na kunyoka. Mcheni Bwana tu, mkamtumikie kwa kweli kwa mioyo yenu yote, maana kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Lakini kama mkiendelea kutenda mabaya, mtaangamia ninyi na mfalme wenu pia. Hapa mwamuzi Samueli anasema kumbukeni jinsi alivyowatendea mambo makuu. Sisi tunayo sababu ya kusema Bwana ametutendea mambo makuu, kuleta neema ya ukombozi, ya kufuta hati ya mashtaka
iliyokuwa imeandikwa juu yetu kuwa ni wenye dhambi. Lakini wewe unayesema kwamba hati ya mashtaka bado iko juu yako na waumini ulionao, unaona jinsi ambavyo unaharibu kabisa kukumbuka. Watu hawakumbuki tena, kwa sababu wanarudishwa nyuma kila siku katika maneno yako ya kukatisha tamaa ya kwamba wewe ni mwenye dhambi na wao ni wenye dhambi. Isingekuwa vizuri tena kufanya hivyo. Hebu tuweze kuona kama huyu Samueli alivyosema, kazi yetu ni kuwaelimisha, lakini nitawaelimisha katika njia iliyo njema na kunyoka. Vivyo hivyo nami kazi yangu ni kuelimisha katika njia iliyonyoka, katika Yesu Kristo ambaye anaondoa dhambi mara mtu anapoamini ya kwamba Mungu alimfufua Yesu katika wafu na kuweza kumkiri Yesu kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yake. Saa hiyo hiyo Roho Mtakatifu anachukua nafasi. Au wewe hujafanya hivyo kumwekea mikono mtu kwa sababu umeshamwambia ni mwenye dhambi na wewe ni mwenye dhambi? Inawezekana ndio sababu huwezi kuwa na ujasiri wa kumgusa, kuomba nguvu ya Mungu iingie, kwa sababu ni ahadi ya kwamba nanyi mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapokea afya. Tena mtaweka mikono juu ya watu watapokea Roho Mtakatifu, kwa sababu wamepata furaha, wamepata haki yao, wana raha mioyoni. Naam, raha. Unajua maana ya raha? Raha inakuwa moyoni, lakini furaha inaonekana usoni kwa mtu anapopokea Roho Mtakatifu. Anageuzwa, anaanza kuongea maneno ya kweli, anageuzwa katika kuongea kwake. Zaidi ya yote ni kuangalia hii kweli ambayo shetani ameanza kuang'ania watumishi waseme na wao ni wenye dhambi. Shetani anajivuna, shetani anashangilia kwa sababu unajishtaki na kuonyesha wewe ni mwenye dhambi. Huwezi kumsaidia tena mwenye dhambi, unazuia watu wasikombolewe kwa sababu wewe ni mwenye dhambi, na ndivyo unavyokiri. Kwa hiyo ni vigumu sana kuwaona watu tena wakikata shauri kumpokea Bwana Yesu, wakigeuka. Hawawezi kugeuzwa tena kwa sababu wewe ndiwe unaye waharibu. Wao wakisha kugeuka wakamwendea Yesu, wakampa maisha yao, wanapaswa kutiwa moyo na nguvu, Roho Mtakatifu aonekane akiwa ndani yao. Na kama anaonekana mtu hajabadilika, basi hajapokea Roho Mtakatifu. Kumbuka ya kwamba kumcha Mungu ndio chanzo cha maarifa. Utakosa maarifa ya kuelezea kweli ya Mungu mara unaposema ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Hakika mimi kazi yangu ni kuwaelimisha. Acha maneno ya kusema wewe ni mwenye dhambi mbele ya watakatifu wenzako. Unapokuwa madhabahuni, nenda na shukrani kumshukuru Mungu kwa yale ambayo unakumbuka Bwana amekutendea. Kwa leo somo letu linaishia hapo, kwa sababu hatuwezi kumaliza muda wote kuongea kila neno alilolifanya Bwana. Bwana ameturuhusu tuongee kwanza, tuonyane na tuombeane katika kutakiana amani na haki ionekane, kwa sababu haki ikionekana, amani tatawala na furaha itakuwemo katika maisha yetu. Mungu akubariki kwa kusikiliza haya leo, maana ni nafasi yako tena kutafakari upya, kuacha dhambi, usitende dhambi tena. Niombe. Bwana Yesu, nakushukuru kwa kuwa wasikilizaji wametulia na wanaendelea kutafakari juu ya hili neno ambalo limekuwa likielezwa katika madhabahu ya kwamba ni wenye dhambi, bado ni wenye dhambi. Nafuta kwa jina la Yesu kila nguvu inayosimama kusema uongo ya kwamba watakatifu wako ni wenye dhambi. La hasha, wewe Bwana umekwisha kutakasa katika nguvu ya damu. Damu yako Kristo ina thamani, na tunakumbuka jinsi ulivyotukomboa kwa utukufu wa jina lako lipitalo majina yote, Kristo Yesu Bwana. Amen. Yes, ebana, niko na blaza hapa ambaye anafahamika kwa jina la David Wedding. Huyu ni mtaalamu wa kuchomelea, kwa maana ya kwamba unahitaji madirisha ya grill mazuri na yenye urembo na muonekano mzuri, unahitaji mageti mazuri na yenye urembo lakini pia na muonekano mzuri, unahitaji kitanda saizi yote kuanzia 4 mpaka 6 kwa 6 na chenye muonekano mzuri chenye kuvutia, unahitaji jiko la kuchomea nyama kwa ajili ya biashara, lakini nyumbani kwako yupo jamaa anaitwa David Wedding ambaye ni mtaalamu wa kuchomelea
kuchomelea. Lakini pia ujamaa anapatikana ndani ya Sumbawanga, karibu kabisa na benki ya NBC pale, lakini ng'ambo yake. Ujamaa kupitia mitandao yake ya kijamii anafahamika kama David Alphonse pale Instagram, lakini pale Facebook anafahamika kama David Alphonse. Unaweza ukaangalia kazi zake jinsi anavyofanya, lakini pia unaweza ukachagua ni kitu gani unahitaji kupitia picha ambazo anaweka katika mitandao yake. Lakini kama pia unahitaji mawasiliano nao, unaweza ukamcheki kupitia namba 0752238073. Anaitwa David Wedding kutoka Sumbawanga, karibu na mitaa ya NBC Bank. Lakini pia unaruhusiwa kuwekeza, kwa maana kwamba ukiwa na hela ndogo unaweza ukaanza kulipa kidogo kidogo ikiwa kazi inaendelea kufanyika.